Ukishajia kipawa chako, ifunze kujiombea ujazo wa Roho wa Mungu lile eneo. Roho Mtakatifu ana mafuta, kipawa kama gani? Kwa anatia mafuta. Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anakiendesha kipawa chako kwa ubora wake. Roho ndiye ambaye anakupa spidi mwendo wake. Roho ndiye ambaye anakuongoza. Wale mitume walipojaza siku ya Pentecost, walijaza kwenye eneo la vipawa vyao. Petro ambaye alikuwa ni mwoga, na Yesu alifahamu. Huyo si mjinga kabisa. Cheki baada ya ujazo, alipiga injili, watu watatu kumpokea Yesu kwa sekunde hiyo moja. Nini? Alijaza kwenye eneo la kipawa chake cha uhubiri injili. Ikawa alijaza nguvu mle ndani. Na ndio maana hivi ukiona kama Roho unijaze nguvu zako kwenye eneo hili, lazima ujue ujaze hizo nguvu kwenye eneo gani. Roho Mtakatifu unapojaza nguvu zake ndani yako, cha kwanza anakujaza kwenye eneo la kipawa chako. Lengo lake kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Watu ambao walijaza nguvu walifanya kazi kwa nguvu sana. Kwa hiyo ile nguvu ambayo walipokea. Na ndio maana ukishajua kipawa chako, jenga mahusiano ya karibu sana na Roho Mtakatifu. Sio na kipawa. Kipawa kina sauti, kipawa kinasema, kipawa kinaongeaga. Kwa hiyo jenga ushirika wa ndani sana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yeye ndiye ambaye anapitia mafuta kufanya kazi kwa ubora. Fikiri mfano kwa hapa wewe mchungaji, anakujaa wewe leo utafuta. Utaingia sala. Kwa hiyo umechoka ukufu ile leo mchungaji wako. Ni kama Ayubu alipenda nguvu kwenye eneo lake la ufugaji na alifuga akaukule leo. Kwa hiyo alitaka nguvu wewe kwa kipawa chake. Ukishajua kipawa chako, tembea kwa ukaribu sana na Roho Mtakatifu kwenye ile eneo la kipawa chako. Kuna aina ya matokeo ambayo tu unaangalisha. Yaani Roho Mungu sio kawaida. Kuna aina hii ambazo anazo ndani yako, kwa sababu ndani yako. Roho Mungu anakupa neema kuzaa matokeo makubwa sana. Kwa namna ambayo sio kawaida. Tembea naye kwa uhusiano na Roho Mtakatifu. Ndio mwingine kama hivi madhabahu. Roho Mungu mimi mwalimu. Nijaze kufusa kwenye ile neno kipawa cha ualimu. Nijaze nguvu. Kwa sababu nikija hapa nifundishe kwa ubora. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni roho ya ubora ambayo alitoa Daniel, alikuwa amejazwa na roho ya ubora ndani yake. A spirit of excellence, roho ya ubora ndani yake. Ndio Roho Mungu nijaze nguvu zako wewe unapata. Usifanye biashara, chochote kipawa. Kwa hiyo ujaze nguvu ile eneo. Utafanya kazi kwa ubora ambao sio kwa kawaida. Kwa hiyo Roho Mtakatifu sio kawaida, unajaza nguvu ile eneo. Na ndio maana shetani kuna aina ya hila ambazo anatumia kumbana mtu kwenye eneo lake la kipawa. Na hila ya mfumo. Fikiri mfano umejaza nguvu ndani yako za Roho Mtakatifu. Huo mfumo hauna nguvu tu yako. Bali Roho Mungu ndiye ambaye ni roho mfumo. Tembea naye mahusiano kujaza nguvu zake. Haleluya.